China na Urusi zimelaani hatua ya Marekani ya kumfungulia mashtaka kiongozi wa zamani wa Cuba Raul Castro kwa tuhuma za mauaji, huku mataifa hayo mawili yakisema Washington inaendelea kutumia vitisho na presha dhidi ya Havana. Wizara ya mambo ya nje ya China imeitaka Marekani kuacha kutumia vitisho na nguvu za kulazimisha dhidi ya mshirika wake Cuba, wakati Kremlin nayo ikisema presha inayowekwa dhidi ya Havana inakaribia matumizi ya nguvu. Marekani imemfungulia mashtaka Castro kuhusiana na tukio la mwaka 1996 ambapo ndege mbili zilidunguliwa, tukio lililosababisha vifo vya watu 4 na kuongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya Washington na Cuba. Rais wa Marekani Donald Trump kwa muda mrefu amekuwa akiweka presha dhidi ya Cuba na hata kuzungumzia uwezekano wa kuiondoa serikali ya kikomunisti nchi hiyo. Utawala wa Trump umeongeza vikwazo vipya dhidi ya Cuba pamoja na kuzuia kwa kiasi kikubwa usafirishaji wa mafuta kwenda nchini humo, hali ambayo imeongeza mgogoro wa mafuta, kukatika kwa umeme pamoja na upungufu wa chakula. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kampeni ya Marekani dhidi ya mshirika wake wa muda mrefu haiwezi kukubalika. Hatuamini kwamba kwa hali yoyote ile njia zinazokaribia matumizi ya nguvu zinapaswa kutumiwa dhidi ya kiongozi wa sasa au wa zamani wa mataifa, alisema Peskov. Kwa upande wake, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Guo Jiakun alisema Beijing inaisimamia Cuba kwa nguvu zote na inapinga jaribio lolote la mataifa ya nje kuweka shinikizo dhidi ya Havana kwa kisingizio chochote. Aliitaka Marekani kuacha kutumia vikwazo na mfumo wa mahakama kama silaha ya kuilazimisha Cuba. Castro pamoja na watu wengine 5 wamefunguliwa mashtaka Jumatano hii kwa madai ya kuhusika na kudunguliwa kwa ndege mbili zilizokuwa zikisafiri kati ya Cuba na Florida. Mashtaka hayo yanabeba adhabu ya kifungo cha maisha au hukumu ya kifo. Ndege hizo zilikuwa zikimilikiwa na kundi la Brothers to the Rescue na zilikuwa zimebeba raia 3 wa Marekani waliouawa katika tukio hilo. Wakati huo, Castro ambaye aliondoka madarakani mwaka 2018 alikuwa mkuu wa majeshi ya Cuba. Tukio hilo limeendelea kuwa chanzo cha mvutano mkubwa kati ya Washington na Havana kwa miaka mingi. Rais wa sasa wa Cuba Miguel Diaz-Canel ameyataja mashtaka yao kuwa mpango wa kisiasa usio na msingi wa kisheria.